Mimi tukiwa na viongozi tukaunda chama cha DCP, Democracy for the Citizens Party, na our slogan ni sikiza wa Kenya. Alama yetu ni sikio. Hili chama hiki chetu kitaongozwa na maono ya Wakenya, kwa sababu ukiwa wewe ni mfanyikazi lazima usikize tajiri yako vile anataka uendeshe ile kazi amekupatia. Katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, matajiri ya viongozi ni wananchi, na ndio sisi tunasema katika chama chetu muongozo wetu itakuwa ni kusikiza Wakenya, ndio watuambie vile wanataka kuongozwa, watupatie yale maneno wangetaka kufanyiwa. For example, ukiwa hapa Meru ni county ya ukulima ya majani chai, ya kahawa, ya maziwa, ya miraa, ya korosho na mimea zingine. Lazima chama chetu kitakuwa ni cha kusikiza watu wa Meru. Mungetaka tufanye nini katika sekta ya kahawa, katika sekta ya majani chai, katika sekta ya miraa, katika sekta ya maziwa. Watu wa Meru hapa ni watu ya biashara. Lazima tusikize watu wa Meru kama chama, kama serikali ambaye tutaunda na chama yetu, kuuliza watu wa Meru mambo ya biashara mungetaka tupange namna gani. Katika mambo ya maendeleo, ujenzi wa barabara, mambo ya maji ya kukunywa na kulima, lazima tuketi chini na wananchi tuwasikize. Na tukianza kama hatuendi vizuri, tutakuwa tayari kila wakati kuwasikiza Wakenya, ndio watuongoze, watupatie mwelekeo, ndio tuongoze vile wanatakikana. Kwa hivyo muongozo wa chama chetu cha DCP ni kusikiza Wakenya, na yale yote ambaye tutafanya katika uongozi wetu, katika hii serikali tutaunda, tutakuwa tumeweka kipaumbele kusikiza Mkenya na kufuata vile anataka na vile anaonelea ndivyo vyema na ndivyo angetaka kuongozwa. Mheshimiwa Rigathi, wajua ukisikiza Mkenya Mkenya atakwambia, kwa sababu some of the issues zile ambazo mko nayo na against hii serikali ni kwamba mwananchi anatoshwa ushuru zaidi, mwananchi anafinyiliwa. So mwananchi ukimuuliza atakwambia hataki kulipa ushuru, lakini mwananchi anataka ajengewe barabara. Sasa ni vipi utasikiza mwananchi ambaye anakuambia asitoshwe ushuru, whereas huyu mwananchi unataka umjengee barabara? Hapana, Martin. Mwananchi wa Kenya hana shida na kulipa ushuru. Mzee wetu Mwai Kibaki, rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, ambaye alikuwa na umaarufu sana hapa katika Meru, aliambia Wakenya walipe ushuru na wakalipa. Lakini kazi ambaye alifanya na hiyo ushuru mpaka wa leo inaonekana, ile kazi imefanyika hapa Meru ni ile kazi mzee Mwai Kibaki alifanya. Alichukua ushuru akalete masomo ya bure. Huyu William Ruto anachukua ushuru, amesema masomo watu walipe. Watu wa Kenya wanasema tuko tayari kulipa ushuru, lakini hii ushuru yetu hapana tumia kufanya siasa, hapana tumia kusunguka kupatia vijana shilingi 500 na maharagwe, hapana tumia ushuru wetu kutujengea manyumba ambaye hatuhitaji. Sisi wenyewe tutajenga manyumba yetu, kila mtu ajenge nyumba yake vile anataka. Hakuna Mkenya anataka kujengewa nyumba na serikali, Mkenya atajijengea. Wakenya wanataka uwatoze ushuru, uwajengee barabara ya rami, uwajengee barabara ya maram ya kupeleka vyakula kwa soko. Wanataka uwawekee maji ya kunywa na ya kulima. Hao Wakenya wanataka walipe kodi, wakienda hospitali wakute kuko na dawa. Hao Wakenya wanataka watoto wao wasome, wanataka wakienda kwa university wakute masomo iko shwari. Sio kwamba ati Wakenya hawataki kutoa kodi. Wakenya wanataka ile kodi ambayo watatozwa ifanye kazi ambayo inaonekana, na waulizwe ni kazi gani. Hawa watu ya Meru ukiwauliza, ukiwatoza kodi vile mimi nawaelewa, wangetaka pesa iwekwe kuwasaidia kilimo ya kahawa, majani chai, maziwa na kutafuta soko ya miraa. Lazima serikali ambayo tutaunda kwa chama cha DCP
ikuwe ni serikali ya kusikiza Wakenya na kuwatoza kodi na kuitumia vile Wakenya wanataka na kazi ambaye inaonekana. Tangu William Ruto akuwe rais, na nilikuwa mimi namsaidia kabla hatujakosana na yeye vibaya sana kwa sababu ya kudanganya watu wa Kenya wakiwemo wa Meru. Hapa Meru hakuna kazi inaendelea. Watu payslip, wale ambaye ni wafanyikazi wakiwemo nyinyi, mnatozwa pesa ya NSSF, mnatozwa pesa ya housing fund, mnatozwa pesa ya pay as you earn. Lakini hapa Meru magari yenu inakuisha soko msoba kwa sababu barabara ni mbovu, hakuna maji, hakuna kuunganisha stima. Na hiyo maneno ndio imekasirisha watu, sio wa Meru peke yake, ya wa Kenya. Mimi pahali yote nimepita watu wanasema one term. Kila mtu one term, one term, one term. Nilitoka mpaka Makutano, nikipitia Embu, nikija Runyenjes, nikifika Shuka, nikifika Chogoria. By the time nimefika hapa masikio imekuwa moto. Na hata mimi masikio inaniuma kwa sababu ya mambo ya one term. Na ni hiyo maneno ya kuchukua kodi, kutoza watu pesa na kutumia hiyo pesa vibaya, na juu yake kuwachekelea, kuja kuwaletea vitu ambaye haina maana. Ati empowerment unapea vijana shilingi 500 wakakunywa pombe, unakuja kuwaletea maharagwe. Hiyo ndio maneno imekashirisha watu wa Meru, watu ya mlima, watu ya Kenya. Na hiyo ndio maneno lazima tubadilishe, na ndio tumekuja na gari letu, chama chetu cha DCP, chama ambaye ni ya kusikiza Mkenya, ni ya kusikiza ground na kufuatilia vile Wakenya wangetaka kuongozwa. Okay, bwaga sana. Na kiuliga kwa kirijira kile mantu jairi, na kama Kimeru itakuwa ngumu niambie niweke Kiswahili kidogo. Bwambere ukugweta DCP na rire gitare onde withero kiari ya withero kiuga atiri bwetere marano na mlianda kwa harusi na gari yenye amkuwa ameandikiana na vile Mount Kenya itafaidika. Thaibo kweja DCP Meru County ile ole na arua na ile othiurukite imbiobo andikanirite tutikejo tweka Meru atubuikitie ngugi gutwika bweta bona DCP ejayo na thirikari Meru na yuga ejiro theri. Number 2, Meru County gukejo twika ikwijana kiama kiao wenda bokalira Mount Kenya nderia Meru itigwa yukiria kiama kiao kethiri kuandikanira kiama. Namba kiuria kebiri umetaja maziwa sana. Last year tulikuwa na event ya Meru Dairy hapa Gitoro kama nakumbuka. Na kesho wako na event nyingine na rais na anatarajiwa kuwa anakuja. Kuna vile kwa niaba ya wakulima wa Meru unaweza sema mahali ungezunguka kesho au taenda ndio upewe wakulima nafasi waje wasikize ni nini serikali, kwa sababu bado ni serikali yao ni nini inasema. Kwanza chama cha DCP ni chama cha Wameru kwa sababu mimi mwenyewe ni Mumeru. Kwa hivyo hata uwezi uliza ati chama ya Wameru ni gani. Huyu Rigathi Gachagua Kiana Kiamwari, mimi ni mtu hapa Meru. Number 2, hatuwezi kuwa na vyama ndogo ndogo. Hapo ndio tutaangukia mtego. Jambo moja ilifanya mimi nakosana na William Ruto. Alitaka kugawa mlima mara mbili, Mount Kenya East and Mount Kenya West, ndio atukalie vile Moi alitukalia miaka 24. Alitumia huyu Soprano na huyu governor wa Embu kugawa Mount Kenya East and West. Ndugu yangu, tangu zamani sisi watu ya mlima, nyungu yetu ndio ive, mawe yetu ni 3: Mkikuyu, Mwembu, Mumeru. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Pale katika serikali kuu lazima mnapigania rasilimali, lazima mnapigania eneo, na utaweza kupigana kama uko na nguvu. Tukigawanya mlima, tuseme chama ndogo ya Meru, ingine ya Embu, ingine ya Mkikuyu, tutatawanywa. Sisi tutafaulu kama watu ya mlima tukiwa na chama kimoja kiko na nguvu, inashirikisha sisi yote vile tumekaa tangu zamani. Unajua ile faida tumepata siku tulishikana Wakikuyu wa Embu na Meru kupigia Mwai Kibaki. Ile faida tumepata tumeshikana kupigia Uhuru Kenyatta. Huyu William Ruto, mimi nilikataa mambo yake.
nilipoona njama yake ya kupiganisha watu ya Mount Kenya East and West. Sisi tangu zamani, hata kabla haja kuja hapa kwetu, tulikuwa tunaketi tukiwa watu moja. Yeye ndiye ameanza kutuambia ati iko East, iko West. Na tangu zamani tumekuwa kitu kimoja. Kwa hivyo mimi nataka kusema hiki chama nitaunda niunganishe watu wetu kwanza. Na ndio nimetoka hapa baada ya kuunganisha mlima, nimeenda kutafuta makazi. Nimeenda Ukambani, nimetafuta marafiki. Nimeenda Pwani, nimetafuta marafiki. Wiki ijayo naelekea Kisii, naelekea Mulembe Nation. Kwa sababu hatuwezi faulu tukiwa peke yetu. Lakini ndio tukue na nguvu katika serikali ambaye tunaunda. Lazima tukue na chama moja iko na nguvu ambaye inashirikisha watu yote ya mlima. Mambo ya rais kuja kesho. Kidogo kabla tuingia kwa ya rais mheshimiwa, bado sijatosheka. Ningweti kinyamu miroleo Njomba kwithira, najua wanakupenda kwa sababu mimi nimekuwa kwa radio kwa miaka mingi na wakipiga simu wanakupenda. Lakini hakuna vile utasema DCP wewe ni Meru. Tungependa kujua wa Meru mumeandikiana kuna kitu watapata ama hakuna kitu watapata, kwa sababu unasikia former governor Kawira anakuja na chama yake next month. So akija na chama yake, wa Meru wakisema pengine waende kwa hiyo chama, na nyinyi mkizunguka tumbageni na at least na chama moja. Mheshimiwa Mporo Aburi yako na chama, Peter Munya yako na chama. Kwa nini tukubali ni DCP ndi itasaidia Meru? Ni nini mumeandikiana MOU? Unajua watu wa Meru ni watu werefu na si wajinga, ni watu wanaona mbali. Wa Meru wataangalia hao viongozi, ni kiongozi gani ako na ushupavu na umaarufu wa kupigania watu wa Meru, wa kupigania watu ya mlima. Ni kiongozi gani ambaye amekubalika nje na jamii zingine. Ni kiongozi gani anaweza pata kiti pale juu kwa serikali kuu achunge mambo yao. Wakiamua ni Rigathi Gachagua, lazima wa Meru kwa sababu ni watu werevu waunge mkono, wampatie nguvu, asiende serikali akiwa uchi. Kwa sababu akienda pale bila wabunge, aende pale bila watu ya kumshikilia, itafanyika vile William Ruto ametufanya. Na hiyo ndio kitu ambaye tumejifundisha, ya kwamba siku ingine hatutaenda kwa serikali kushikana na mtu ingine bila kuwa na chama chetu kiko na nguvu na wabunge ya kutosha ya kuchunga interest zetu kama jamii. Na mimi sina shida Mheshimiwa Governor akitaka kuanzisha chama yake, atauza chama yake. Mheshimiwa Peter Munya akitaka kuuza chama yake, atauza. Hata last election alikuwa na chama. Lakini wa Meru walisikiza bila tuliwaambia. Mimi sipingani na mtu yeyote. Lakini mimi usiniambie niuze chama ya mtu mwingine, mimi nauza yangu. Si ndio? Mimi nimekuwa hapa leo na maelfu ya watu, na kesho kutwa. Kila mtu auze chama yake. Lakini hawa watu wa Meru ni watu werevu, ni watu waangalifu. Wanajua ni chama gani iko pahali inaenda. Wataangalia vile nilikaribishwa Ukambani. Mimi niko na mkataba na Kalonzo Musyoka. Niko na mkataba na Fred Matiang'i. Niko na mkataba na watu ya Pwani. Wa Meru wataangalia ni chama gani iko katika ile mlengo ambaye itapata serikali kubwa ya kuchunga mambo yao. Alafu wataamua ni kiongozi gani. Wakiangalia wataona ako na sura ya kitaifa. Ni kiongozi gani mwanaume kamili ama mwanamke kamili ambaye atachunga interest zao na kusipigania tukienda mbele. Hiyo ni uamuzi ya watu ya Meru. Meru uko na mkataba na nani ndio tutoke hapo? Meru uko hatuwezi sasa ndio tumeunda chama, ndio tunauza. Uchaguzi uko mbali. Captain Mithika Linturi ndio National Organizing Secretary ya chama cha DCP. Ako pale. Tuko na Bishop Barnabas Mkenthi. Ako pale ndio in charge wa ile caucus ya religious leaders. Tutaendelea kulete watu wa Meru wakuwe pale katika chama cha DCP. Na mimi siwezi kusema ati kuna mkataba nitakuwa naye ati na watu ya Meru. Mkataba, mimi mwenyewe ni mtu ya Meru.
Sasa siwezi kusema ati Wameru kuja tuandikalie mkataba. Mimi mwenyewe ndio mwenye kuandika, kwa sababu mimi mwenyewe ndio na represent interest yao Wameru, kwa sababu mimi ni mtu hapa. Kwa hivyo wakati ukifika, ile mkataba nitaweka na watu ya Meru. Ni kuuliza watu ya Meru, tukipata serikali, mungetaka tufanye namna gani mambo ya kahawa? Tukubaliane. Mungetaka tufanye namna gani mambo ya majani chai? Mungetaka tufanye namna gani mambo ya miraa? Mungetaka tufanye namna gani mambo ya barabara zetu? Hiyo ndio mkataba nitaweka na watu wa Meru, na mimi sijafika wakati ya kuandika manifesto. Kabla hatujaandika manifesto ya chama cha DCP, ile ambaye tutaenda naye uchaguzi, mimi nitarudi hapa Meru, niongee na watu wa Meru, tukubaliane. Mungu akitusaidia, mkitupatia kura, tupate serikali. Matarajio yenu ni gani kwa hii serikali yenu? Kwa hivyo hapo iko sawa. Umeniuliza rais anakuja mambo ya maziwa. Wewe unaniambia ati niwache kwenda kuongea na Wameru niende kusikiza uongo. Mimi sina nafasi. Kwa sababu tulikuwa hapo mwaka jana. Ngoja kidogo. Lakini sijasema uende. Si mimi unaniambia niwache mkutano yangu ati rais aende afanye. Kidogo mheshimiwa, mimi Kiswahili ndio imenichanganya. Tuliuga atiri no likiathoneke Meru ndiri mwaka jwathira na rais na aliku. Thaiji alimibara bena kiathurujo ndio raia nonto alimibara no bamuiba ukwenda kuri ukumbikika kenda batekethira batigwita kiathoneke yao ni ikirabangi utiri antu kwerujo. Sijasema uende kwa mkutano, ni uwape nafasi useme leo ni siku yenu, wacha nisiwachanganye. Mwende msikize, pengine ni kakae Meru siku nyingine. Sijasema uende kwa hiyo meeting. Lakini ndugu yangu, tulikuwa hapo na rais mwaka jana. Akawadanganya atapeana shilingi milioni 100 ya kujenga factory ya kutengeneza feedlot, ya kutengeneza feeds. Imejengwa? Haijajengwa. Tulikuwa pale na Mithika Linturi. Mithika Linturi akiwa waziri ya kilimo akapeana 10,000 semen ya kusaidia wakulima wa Meru. Tangu walifukuza Mithika Linturi, hakuna semen nyingine imekuja pale. Sasa ni desturi ya rais ya kuzunguka pahali iko watu wengi kudanganya watu. Mimi siwezi ambia watu ya Meru. Mimi huyu William Ruto namjua, nilikuwa naibu wake. Ni mtu ya uongo. Na wewe utaniambia kesho jioni. Ile maneno yote yataongea pale ni mambo ya uongo. Mimi nimeambia wa Meru wale wangependa kwenda kusikiza uongo ya William Ruto wako huru. Wale ambaye hawataki kusikiza uongo watanisikiza mimi pahali nitakuwa. Tena hii wa Meru ni wengi. Wengi waende wasikize uongo ya rais, wengine wasikie mambo ya ukweli. Sasa nikauliza hiyo mtu ni sawa. Kama angekuwa kama Mwai Kibaki mtu ya kuongea ukweli, ningemheshimu na niairishe. Lakini hii ni mtu ya uongo. So wewe unaniambia niairishe mkutano kwa sababu ya William Ruto anakuja kudanganya watu wa Meru? Hiyo itakuwa ni kukosea watu ya Meru heshima. Kwa hivyo mimi nitaendelea na mkutano yangu. Yeye yako hapa town, mimi nitakuwa pande ya Igembe, kila mtu aendelee mambo yake. Wow, mheshimiwa. Every community wako na their local political chef fund. Sisi umeongea mambo ya Linturi, tunajua mko na yeye juu hapo.
Inafanya. So my question, swali yangu mheshimiwa ilikuwa hivi, every community iko na their own local leaders and political chef and wenye watabaki huko ukiondoka kama linda wa DCP. Hapa juu umesema mko na Mithika Linturi. Wameru wangetaka kujua kesho wakaamua kutembea kwenye DCP ama kuingia kwenye DCP. Where is the direct link kutoka hapa juu? Sasa wewe kesho utakuwa hapa, utaenda shughuli zingine, sehemu zingine za taifa. Sasa hapa Meru unawaachia nani? Where is the direct link kwa chama ya DCP pamoja na wewe? Tutapatana na candidate wengi wanajaribu hapa, anaambia nitakupeleka kwa Gachagua, kesho pesa yake imeibiwa nini? Kuna vitu kama hizo zinaendelea hapa chini. Tunataka kujua directly who is in charge ya DCP hapa Meru. Asante sana, hiyo ni swali nzuri sana. Chama yetu ni mpya, ni ile Wakikuyu wanaita wanga, brand new. Hata hatujamaliza mwezi moja na imepata umaarufu sana. Saa hii ndio tutatengeneza structures yetu. Kuna huyu kiongozi anaitwa Muriungi, ndio coordinator wetu, na leo nimefungua ofisi, it is open. Utakuta bwana Muriungi pale, na ile kazi tumempatia ni kuestablish structures hapa Meru. Kwanza tumemwambia atengeneze county aspirants forum. Wale wote ambao wanataka kupigania viti ya governor, senator, women rep, mbunge na MCAs waanze kuongea, wakubaliane, kwa sababu tutakuwa na free and fair nomination, na hatutaki maneno ya mchezo ama maneno ya ujanja. Tungetaka wale wote ambao wanataka viti katika DCP wakuwe na county aspirants forum. Kutoka hapo, hao watu wote wanataka viti chini ya huyu coordinator bwana Muriungi watasikizana, wachukue interim officials katika hapa Meru: chairman, secretary, treasurer, organizing secretary, women leader, youth leader. Sisi ni chama mpya, we are only 1 month old. Nilizindua hii chama tariki 15 mwezi uliopita. Kwa hivyo ni chama changa, lakini iko na umaarufu. Kwa hivyo tupewe nafasi tuunde branch executive, lakini tayari ofisi imefunguliwa na iko coordinator pale. Ukienda hata kesho utapata huduma, utaelezwa mambo ya chama. Wow, swali ya pili, wewe wakati ulikuwa unasikiza ground, mimi nilikuwa nakusikiza all the way from Nairobi, vile umekuja ukisimama ukiongea, kitu moja imejitokeza ni bayana, uko na vita na viongozi wa Meru ambao umechaguliwa na umetangaza wewe mwenyewe, kwanza wabunge, kuanzia senator, wabunge umekuja tu kiwashambulia. Tungetaka kujua shinda yako wazona viongozi wa Meru, sana sana wabunge na senator, ni nini? Mimi sina shida na kiongozi yeyote. Niko na shida na William Ruto kwa sababu amefinya wa Meru, amefinya watu ya mlima, amefinya wa Kenya. Kwa sababu ya hiyo niko na shida na watu ya Meru, wako na shida na wale viongozi ambaye wanampigia makofi akiumiza watu. Wale viongozi kama sasa tuko na vifo ya majenzi wameuawa, watoto wetu wanauawa kila siku. Hakuna mbunge hata moja hapa Meru ameongea kuambia Ruto ni makosa. Tuko na shida na hawa kwa sababu imekuwaji serikali ya William Ruto inaua watoto, wewe ni mjumbe umechaguliwa na uongei. Mimi niko na shida na hawa viongozi wa Meru kwa sababu wanafanya sisi tuonekane fala. Wanafanya William Ruto atudharau kama watu ya Meru. Pale Eldoret, Uasin Gishu County, kulikuwa na kitu inaitwa empowerment program, na ilikuwa kwa runinga. Pale vijana ya kwa Ruto nyumbani wamepelekewa matatu, vijana 10 wanapewa matatu moja. Wamepewa pikipiki vijana watatu
laini kutoka asubuhi wapewe kila moja ya maharagwe. Mimi niko na shida na hao viongozi wetu. Pale kwa William Ruto, vijana ya kwao ya jamii yake, anawapeleka jeshi, anawapeleka KWS, anawapeleka KFS, anawapeleka NYS, anawapeleka Canada wakafanya kazi, anawapeleka Jerumani. Hapa kwetu wabunge wanapewa pesa wapatie vijana wakatupe mawe. Leo tukiwa pale Nguvu, kama ulikuweko, mbunge wa area hiyo alipatia vijana pesa watutupie mawe. William Ruto vijana ya kwao anawapeleka jeshi kuwasaidia maisha yao yote na familia zao. Hapa kwetu Mlimani, hasa hapa Meru, kwa sababu ya kudharau na kwa sababu ya hawa bunge kumkubalia William Ruto kudharau jamii yetu, anawapatia pesa wakatupe mawe. Tumefika hapa Tuskys, huyu senator amepatia vijana pesa waakishe moto kwa barabara. Vijana wetu wa Meru wanaambiwa shikeni 500 muakishe moto kwa barabara, Rigiji na watu yake wasifike Meru. Na kwao nyumbani ni mambo naendelea, mambo mzuri sana. Sasa mimi nikiwa kiongozi, nikiuliza wa Meru kama tabia hao viongozi inafaa, si ati mimi na watukana, mimi nakuwa kiongozi ya kuongea ukweli. Na mimi nimeaibika sana nikiwa hapa Meru. Nimeaibika sana nikiona vile William Ruto anatubeba na vile anatutumia vibaya na vile wabunge wetu wamekubali William Ruto atukosee heshima. Kama sasa kesho pale Igembe North, mjumbe hapo amepewa pesa shilingi bilioni 1 na William Ruto, anapanga vijana ati ya kutupia sisi mawe. Lakini mheshimiwa, mtu anaweza ulizwa kuna ushahidi gani wa kudhibitisha ni wabunge wanahusika? Wewe umeona mawe ikitupwa? Si umeona? Unafikiri wanatupa bila kulipwa? Sasa mtu ya Ruto hapo ni nani? Hao walikuwa wamebeba mabango imeandikwa Ruto Kindiki, wanatupa mawe. Sasa wewe unahitaji kuwa umesoma mpaka darasa gani kujua nani ametuma hiyo watu? Wale watu wanatupa mawe wanasema sisi ni watu ya Kasongo na Kindiki ndio wanatupa mawe. Sio lazima ukuwe umeenda hata standard 4 kama ile watu Ruto wanatuma kutukana sisi watu ya standard 4, standard 6. Sasa mimi nataka kuomba mjumbe ya Igembe North na mjumbe ya Tigania East, tafadhali, hata kama mmepewa pesa na William Ruto, hao watu ya Tigania East na wa Igembe North walichagua nyinyi, ni wazazi wenu. Mnabia vijana wakapige hao mawe, na wakiumizwa, mamako akiumia, ndugu yako akiumia, mbona mnakubalia William Ruto kupiganisha watu ya mlima? Kwao wanafanya maendeleo, anajenga vijana, anawasaidia. Wewe mjumbe wa Tigania East na wewe ya Igembe North, mnachukua pesa kwa William Ruto na bwana Soprano, mnakuja kupea vijana wapigane. Mimi ningetaka kuomba vijana wetu, na nimewaambia leo, mkipewa pesa mfanye vile hawa wa Tuskys walifanya. Mnasima simu, mnaingia kwa mkutano ya Rigiji, unaendelea. Kwa sababu hii pesa ya siasa haina receipt na haina deni. Msikubali watoto wetu. Mimi namuomba watu ya Meru, nyinyi ni watu ya amani, ni watu mumesoma. Hata kama muko na shida ya pesa, na mimi naelewa muko na shida ya pesa, tafadhalini chukueni pesa, msime simu. Usikubali kupiga mama yako na mawe, usikubali kupiga ndugu yako, usikubali kuumiza mtu ambaye ni jirani, kwa sababu sisi tukishaondoka, William Ruto wako kwao, utabaki na ndugu yako hapa nyumbani, utabaki na mama yako hapa nyumbani. Mimi vita yangu na hii wajumbe ya Meru ni hiyo. Tena hawaongei kwa bunge, hakuna mswada wanalete. Huyu mbunge ya Igembe North hajasema kitu bunge. Huyu wa Tigania East hakuna kitu amesema. Huyu wa Igembe Central hakuna kitu amesema bunge. Huyu alitupiga mawe, huyu wa Imenti South, tangu achaguliwe hakuna kitu amesema bunge hata moja. Sasa hii watu ya Meru wamebaki peke yao, hakuna mtu ya kuwasaidia, hakuna mtu ya kuwatetea. Sasa mimi nikija nyumbani lazima nichanue watu yangu, niwaambie lazima tubadilishe hii watu. Mheshimiwa, kabla tujaenda kwa mwenzangu, tungetaka kujua, tumekuona wakati umetembea Pwani, ukawa Ukambani, ulikuwa umejiunga na viongozi wengine ambao mko nao kwenye mlengo mmoja, Kalonzo akina Natembea na Matiang'i labda. So watu wameuliza kwa nini umekuja Meru peke yako, hujaandamana na the other cousins? Asante. Mimi ni mtoto mwerefu. Kwani nitalete wageni nyumbani kabla sijafagia nyumba? Si lazima nikuja nyumbani, nifagie, nitayarishe,
nipange chai, nipange chakula alafu nilete wageni? Nimekuja kwanza kupanga mambo ya nyumbani. Kama leo ningewaleta watupiwe mawe, hiyo ilikuwa imepangwa, ingekuwa namna gani? Sasa kwanza